ili tuwe na uchaguzi ulio wa haki, huru na kuaminika, vitu gani vizingatiwe walitoa. Lakini kwa masikitiko makubwa hayakufanyiwa kazi mapendekezo yao. Bana, mambo vipi mwana Universe? Bana, mambo vipi Tanzania? Naitwa Mr. Mzawa wa Mzawa Media. Taarifa ambayo nimekuletea kwa siku ni kila ambacho walikizungumza kanisa la Roman Catholic kuhusiana na uchaguzi ambao tunatarajia ufanyike Oktoba 29. Bado siku kama 7 hivi ili uchaguzi uweze kufanyika. Taarifa ambayo wameitoa ni kuhusiana na mtazamo wao kuhusiana na uchaguzi ambao upo mbele yetu. Padri Kitima ambao ni katibu wa TEC amezungumza kwa kina kutokana na mapendekezo ambayo wao waliyatuma kwa serikali kwa ajili ya kufanya uchaguzi uwe wa huru na wa haki. Kuna vitu vingi ambavyo amevizungumza hapa, lakini tukikumbuka pia mara nyingi walikuwa wakizungumza vitu vingi sana kutokana na mwenendo wa kisiasa hapa nchini Tanzania, kukamatwa kwa viongozi wa upinzani na watu kutekwa. Ni vitu ambavyo walivizungumza kwa kina kutokana na yale ambayo kuwa yanaendelea. Lakini vitu ambavyo waliviwasilisha katika serikali, kuna baadhi ambao vilifanywa kazi, kuna vingine havikufanywa kazi. Ndio maana amekuja kuzungumza kwa kina kutokana na yale ambayo wao wanayaona kuelekea uchaguzi huu. Taarifa ambayo nimekuletea hii utaweza kuisikiliza na utaweza kujua ni kipi ambacho kinaendelea kutokana na yale ambao waliyazungumza maaskofu. Sio huyu tu Padri Kitima, kuna wengine ambao ni maaskofu wa kanisa Katoliki walizungumza vitu vingi kuhusiana na uchaguzi mkuu. Hivi karibuni pia kuna askofu ambaye alisimama kuzungumzia swala la kukamatwa kwa askofu ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha St. Augustine hapo Mwanza Sauti. Taarifa ambazo zilizungumzwa pia zilizungumzwa kwa kina kuhusiana na kila ambacho kilimkuta padri huyo, lakini jeshi la polisi pia nalo lilisimama kuelezea uhalisia wa tukio lilivyokuwa, na walisema aliokotwa, lakini pia walipojaribu kufanya uchunguzi waliona kwamba alikimbia kutokana na madeni ambayo yalikuwa yakimkabili. Taarifa hii nimekuletea uweze kumsikiliza Padri Kitima anazungumza kwa kina kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29. Naomba nikuachie clip uweze kusikiliza, lakini kama hujasubscribe katika channel hii, naomba basi nikualike uweze kusubscribe ili siku nyingine tunapokuwa tunaleta habari zingine njema kama hizi ziweze kukufikia kwa haraka zaidi. Na kuachia wazi kwenye comment section, unaweza ukacomment pale kutuambia maoni yako ni yapi kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29. Asante sana. Naitwa Mr. Mzawa. Ili tuwe na uchaguzi ulio wa haki, huru na kuaminika, vitu gani vizingatiwe walitoa. Lakini kwa masikitiko makubwa hayakufanyiwa kazi mapendekezo yao. Maaskofu wetu wameongea mara nyingi, wametoa matamko na nyaraka kuhusiana na uchaguzi mkuu. Dhamiri ya mtu inamfanya afanye maamuzi, na akishafanya maamuzi kwenye matokeo ya uchaguzi ndio utagundua wananchi walishiriki au hawakushiriki. Ni wazi mimi ni Mtanzania, na hapa mimi ni katibu wa Baraza la Maaskofu, mtendaji wa maaskofu. Maaskofu wetu wameongea mara nyingi, wametoa matamko na nyaraka kuhusiana na uchaguzi mkuu. Kwa hivi walitoa uchaguzi ili tuwe na uchaguzi ulio wa haki, huru na kuaminika, vitu gani vizingatiwe walitoa. Lakini kwa masikitiko makubwa hayakufanyiwa kazi mapendekezo yao. Kwa hivi yale kutokufanyiwa kazi na kupuuzwa, basi ndio tunaelekea kwenye uchaguzi. Lakini uchaguzi lazima ufanyike kwa sababu lazima tuwe na viongozi, na sisi kwenye maandiko matakatifu tunampokea kiongozi yote ambaye analetwa kwa njia ya katiba. Ni kwa njia ya katiba. Sasa kama katiba imetumika, sisi tutakuwa tuko chini ya uongozi wote utakaoletwa, lakini lazima tuwe na uongozi. Nchi haiwezi kukaa bila kiongozi. Kwa hiyo sisi tuko tayari kuendelea kufanya kazi na yeyote atakayekuja. Uhalali wa viongozi watakaochaguliwa katika mazingira haya. Ni wazi kuna uhalali kwa sababu anakuja kwa viongozi hao watapatikana kwa njia ya katiba. Kwa sababu na nchi tumejiwekea katiba. Na kama katiba inatumika, wale watakao kuja ni viongozi halali, lazima tufanye nao kazi, lazima watuongoze. Sasa
tunahimiza sana kwenye kanisa watu waongozwe na dhamiri yao. Dhamiri yako ikuongoze. Ingekuwa wanaoratibu shughuli za kuangalia raia wanataka nini, wangekuwa wanaguswa na hiyo na wangekuwa na hofu ya Mungu, tulitegemea labda hilo pia swali lako lingegusa watu na wangesema jamani, hawa watu kweli na malalamiko yote haya watakuwa na uhalali. Sasa hilo swali tunaacha kila dhamiri ya mtu itasema. Kwa hivi binafsi mimi haya itakuwa ni maoni yangu, nikisema kwamba mimi maoni yangu na mtazamo wa kanisa, yeyote aliyekuja kupitia katiba lazima tumpe ushirikiano, lazima tumsikilize, lazima tuongoze. Lakini sasa hivi ndani ya wiki mbili uchaguzi upo, lazima tukubali kwamba uchaguzi mkuu huo, na tunawaambia wananchi, fuata dhamiri yako inakuambia nini kama raia kwa ajili ya kuendeleza utawala. Tunasema kwenye ibara ya 8, mamlaka ya nchi yako kwa wananchi. Sasa wananchi wanaamua kwa njia ya dhamiri, sio kwa njia ya kushinikizwa, sio kwa njia ya rushwa, sio kwa njia ya kunyanyasa wengine, kwa njia ya dhamiri. Kila mtu ongozwe na dhamiri yake. Na tunawaambia fanyeni kitendo, shirikini kwa kufikia maamuzi kwa pamoja. Mfikie maamuzi kwa pamoja, kwa mazungumzano. Uchaguzi lazima uendane kwa njia kama hizo. Dhamiri ya mtu inamfanya afanye maamuzi, na akishafanya maamuzi kwenye matokeo ya uchaguzi ndio utagundua wananchi walishiriki au hawakushiriki. Dhamiri kuongoze. So tumeshaambiwa uchaguzi ni tarehe 29 mwezi Oktoba 2025. Sasa kila mtu afuate dhamiri yake, aende au asiende. Usimshinikize, usimuhonge, usimlazimishe. Wacha watu waamue wenyewe. Ndio maana inategemewa kama watu wana dhamiri zao, utakapoenda unasema nina uhalali kwa sababu watu walikuja kwa hiari yao wakanichagua. Na wewe nadhani unafurahi kuona kwamba watu walikuja kwa hiari yao wakanichagua. Nadhani unafurahia hiyo. Kwa hivi nadhani hilo ningelijibu kwa mtindo huo, lakini maaskofu hawezi kuwaambia watu nendeni au msiende. Hapana, sio kazi ya maaskofu. Swala ni kuwafundisha ukweli kwamba nchi lazima iwe na uongozi, na uongozi unatokana na dhamiri yako iliyo huru, inayokupa wewe uwezo wa kufanya maamuzi, kutumia haki yako ya msingi, kupigia huyu, na kama hayupo unataka kumpigia, kutokupiga pia ni uhuru wako. Usilazimishe mtu afanye maamuzi kinyume na dhamiri, na hata Mungu hatulazimishi. Ndio maana ametupa akili na utu. Lakini sasa hivi ndani ya wiki mbili uchaguzi upo, lazima tukubali kwamba uchaguzi mkuu huo, na tunawaambia wananchi, fuata dhamiri yako inakuambia nini kama raia kwa ajili ya kuendeleza utawala. Tunasema kwenye ibara ya 8, mamlaka ya nchi yako kwa wananchi. Sasa wananchi wanaamua kwa njia ya dhamiri, sio kwa njia ya kushinikizwa, sio kwa njia ya rushwa, sio kwa njia ya kunyanyasa wengine, kwa njia ya dhamiri. Kila mtu ongozwe na dhamiri yake. Na tunawaambia fanyeni kitendo, shirikini kwa kufikia maamuzi kwa pamoja. Mfikie maamuzi kwa pamoja, kwa mazungumzano. Uchaguzi lazima uendane kwa njia kama hizo. Dhamiri ya mtu inamfanya afanye maamuzi, na akishafanya maamuzi kwenye matokeo ya uchaguzi ndio utagundua wananchi walishiriki au hawakushiriki. Dhamiri kuongoze. So tumeshaambiwa uchaguzi ni tarehe 29 mwezi Oktoba 2025. Sasa kila mtu afuate dhamiri yake, aende au asiende. Usimshinikize, usimuhonge, usimlazimishe. Wacha watu waamue wenyewe. Ndio maana inategemewa kama watu wana dhamiri zao, utakapoenda unasema nina uhalali kwa sababu watu walikuja kwa hiari yao wakanichagua. Na wewe nadhani unafurahi kuona kwamba watu walikuja kwa hiari yao wakanichagua. Nadhani unafurahia hiyo. Kwa hivi nadhani hilo ningelijibu kwa mtindo huo, lakini maaskofu hawezi kuwaambia watu nendeni au msiende. Hapana, sio kazi ya maaskofu. Swala ni kuwafundisha ukweli kwamba nchi lazima iwe na uongozi, na uongozi unatokana na dhamiri yako iliyo huru, inayokupa wewe uwezo wa kufanya maamuzi, kutumia haki yako ya msingi, kupigia huyu, na kama hayupo unataka kumpigia, kutokupiga pia ni uhuru wako. Usilazimishe mtu afanye maamuzi kinyume na dhamiri,
Hata Mungu hatulazimishi. Ndio maana ametupa akili na